Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwa kushirikiana na Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, Shirika la Viwango Tanzania na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba, tulifanya ukaguzi na uchunguzi wa bidhaa katika duka la bidhaa lijulikanalo kama Village Supermarket la jijini Dar es Salaam na kubaini uwepo wa vinywaji hususan energy drink zenye viambata vya kemikali ya THC ambayo hupatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi. Katika operesheni hiyo, jumla ya kopo 122 zenye ujazo wa mililita 250 kila moja sawa na lita 30.5 zilizotambulishwa kwa jina la Trip zilikamatwa. Watuhumiwa Said Abdul Basti mwenye umri wa miaka 43 raia wa Pakistani na Virendra Kumar Gorodhani mwenye umri wa miaka 45 Mtanzania mwenye asili ya Asia walikamatwa kuhusiana na tukio hilo. THC ni kemikali inayopatikana kwenye dawa za kulevya aina ya bangi ambayo ina madhara mbalimbali kwa mtumiaji ikiwemo kuamsha magonjwa ya akili, kubadili utendaji wa kazi wa mfumo wa fahamu, kuchochea vitendo vya kihalifu ikiwemo wizi, unyang'anyi, ukatili na kuchochea matumizi ya dawa nyinginezo za kulevya. Kwa kushirikiana na mamlaka za udhibiti, tumeweka mikakati ya kukabiliana na usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia vifurushi vya chakula, dawa za kemikali kwa kubadilishana taarifa, kufanya kaguzi na operesheni za pamoja ili kulinda afya na ustawi wa jamii. Hawa wahalifu wa dawa za kulevya kama hawa tuliowakamata, kuchanganya dawa za kulevya kwenye kinywaji ambacho ni energy drink, ina maana kwamba pia watu wanaotumia kile kinywaji hawajui kama ndani yake kuna dawa za kulevya. Na ukisoma pia maandishi yaliyoko kwenye lile kopo halionyeshi kama ndani yake kuna THC. Kwa hiyo mwisho wa siku ina maana watu wananyweshwa vinywaji ambavyo vinakuwa na dawa za kulevya ndani yake hususan bangi bila wao kujua. Lakini mwisho wa siku kadri anavyotumia kile kinywaji anakuwa mraibu wa kile kinywaji. Ndio maana unakuta watu wengine wanakuambia bila kunywa kinywaji fulani siwezi kufanya kazi. Bila kunywa kinywaji fulani mwili wangu hauchangamki, ninaumwa, nashindwa kufanya shughuli zangu za kawaida. Lakini unajikuta kwamba wanatafuta soko sasa kwa kutumia dawa za kulevya ili unapokuwa mraibu ina maana lazima utatumia kile kinywaji. Kwa hiyo unajikuta kinapata watu wengi wa kukitumia. Lakini nchini Tanzania hairuhusiwi kinywaji chochote, bidhaa yoyote kuchanganywa na dawa za kulevya. Hivyo tutachukua hatua kali kuhusiana na swala hili, lakini pia kwa kushirikiana na hizi mamlaka nyingine za udhibiti tutafanya operesheni nchi nzima ili kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazouzwa kwenye maduka, kwenye supermarket na kwenye maeneo yote haziwi na viambata vya dawa za kulevya. Hivyo tunatoa onyo kwa wafanyabiashara wote kuhakikisha kwamba bidhaa walizonazo kwenye maduka yao, kwenye supermarket zao wahakikishe hazina viambata vya dawa za kulevya ili kuhakikisha kwamba tunalinda afya ya Watanzania, tunalinda nchi yetu, lakini tunahakikisha usalama na amani inatamalaki, kutokana na kwamba dawa za kulevya zinapotumika kwa kiwango cha juu inasababisha uhalifu, lakini inasababisha amani kutoweka. Hivyo tutaendelea kufanya hiyo operation katika maeneo yote, katika maduka yote, kuhakikisha kwamba tunadhibiti hiyo utumiaji au uchanganyaji wa dawa za kulevya kwenye vinywaji. Karibu Tabora, karibu Toronto.